Na hujambo mpenzi mtazamaji, shabiki shakiki wa NTV Mashinani. Karibu tukupashe na uketo wa taarifa kutoka kaunti zote 47. Kila siku hapa tunasema hii ni yako mtazamaji. Jicho letu kwenye mitandao ya kijamii. Leo tunamulika kaunti ya Bungoma pale Tongaren. Wakazi wamemfanyia ng'ombe kisa cha kustajabisha mtazamaji. Ni uhondo ambao utakuwa unapata papa hapa kwenye taarifa zetu, lakini kwa sasa nataka tuanze na yale ambayo tumeyapa uzito. Wenyeji wanaotumia barabara ya Nyambari huko Lari walalamikia ubovu wake uliochangia kuporomoka kwa biashara zao. Hali ya utulivu yarejea katika kaunti ya Tana River baada ya mikutano kufanyika na kuzima mizozo ambayo ilikuwa inazidi kupanuka. Katika kisa kisichokuwa cha kawaida huko Tongaren katika kaunti ya Bungoma, kuna watu waliomkatakata ng'ombe vibaya na kutoboa utumbo wake. Na wafanya biashara wa bidhaa za urembo na mapambo huko Kericho walalamikia gharama kubwa ya biashara zao kutokana na matozo ya ushuru. Karibu sana mtazamaji kwa taarifa zetu. Mie ni Cecilia wa Kesho Mathuva. Kabla tuzame pale, nataka tuangazie yale ambayo yanagonga vichwa vya habari kitaifa, na tunaanzia katika eneo bunge la Mavoko, kaunti ya Machakos, ambako wakazi waliandamana wakimlaumu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, wakidai kuwa alionyesha madharau makubwa mbunge wao Patrick Makau katika ziara ya upinzani huko Machakos Ijumaa iliyopita. Katika taarifa nyingine, tume ya kukabiliana na ufisadi nchini imetakiwa kuwasilisha stakabadhi ya kesi inayomkabili gavana wa Trans Nzoia George Natembeya kabla ya Juni 16. Kesi hiyo ilitajwa hivi leo, mawakili wa Natembeya wakijumuisha kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka. Na katika taarifa nyingine, Rais William Ruto amesema kuwa 20% ya nyumba za bei nafuu zitatolewa kwa maafisa wa jeshi, polisi, maafisa wa NYS na wale wa huduma za magereza. Ruto alisema hayo alipofungua majengo ya kikosi cha polisi kinachotumikia benki kuu. Na hatimaye muungano wa familia za wahanga wa vita vya kikoloni humu nchini umetishia kuandamana iwapo serikali haitawafidia kutokana na changamoto ambazo wanapitia hadi sasa. Wakizungumza huko Kitale, familia za wahanga zimesema zitaendelea kutafuta haki yao. Dakta mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Wakazi na wafanya biashara katika mtaa wa kibiashara wa Nyambari Lari wanakadiria hasara baada ya barabara inayounganisha maeneo kuelekea Githunguri hadi Ruiru kuharibika kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Biashara nyingi zimefungwa, nyumba za kupanga hazina wateja na usafiri umeathirika pakubwa. Abraham Gadesha amekuwa katika maeneo hayo na hii hapa taarifa yake. Pamoja na wafanyabiashara wa kituo cha biashara cha Nyambari eneo bunge la Lari walalamikia kuharibika kwa barabara ambazo zinazingira eneo hili pamoja na barabara ya eneo bunge la Lari na Githunguri. Tuzungumze nao watueleze tetezi zao ni zipi. Kwa muda kama miaka 10 tumekuwa na shida kubwa sana ya hii barabara ambayo imeshikanisha hii highway kutoka Nairobi na Nakuru na kwenda Githunguri za bypass, sababu imeenda all the way to Ruiru. Hii barabara tumekuwa tukiahidiwa na serikali baada ya serikali ya kwamba itajengwa. Sasa hii kuna mheshimiwa Boru Kahangara pia, kila wakati tuko na yeye anatuambia serikali itajenga barabara. Mwaka umeanza juzi, tunaona karibu inamalizika. Hii yetu tunauliza kitu gani? Kazi ni mbaya kabisa, sababu hata ukiangalia barabara hatuna. Barabara yetu ni mbaya kabisa, kila wakati tuko garage. Yaani hata ukibeba
hizo pesa ni kama hazisaidii sababu ya mashida ya barabara. Hata matatu zilihama, matatu za Githunguri zilikuwa zinapita njia hii, hata kulikuwa na turaga inatoka huko Jabini inapita njia hii inaenda mpaka Thika. Lakini sasa vile barabara iliharibika, hiyo barabara ina mashimo mingi. Na tunaelezwa kila wakati barabara itatengenezwa, lakini bado haijafikia wakati ya kutengenezwa. Sasa mimi ombi langu ni hii barabara ya kutoka Uplands kwenda Githunguri itengenezwe. Hakuna wakati tuna furaha, wakati ya jua kuko na vumbi. Kila mtu anaoga kila saa. Ukibeba customer, ukimfikisha kwa stage, anabeba kitambaa ya kujipagusa vumbi. Wakati ya mvua bado kuna shida, tuna shida kubwa sana. Kuharibika kwa barabara hii ndio kumesababisha kufungwa kwa biashara hizi. Wengi wa kazi pamoja na wafanyabiashara wakiomba serikali kutimiza ahadi walioitoa ya kutengeneza barabara ya Uplands hadi Githunguri. Abraham Gadesha, runinga ya NTV, Kiambu. Asante sana kutoka maeneo ya Kiambu, Abraham. Mtazamaji, tufululize hadi kule Tana River ambapo hali ya utulivu imerejea katika eneo la Galole, kaunti ya Tana River, siku chache baada ya wakazi kuandamana kupinga tangazo la gazeti rasmi la serikali lililotolewa tarehe 16 Mei mwaka 2025 na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen. Tangazo hilo lilitaja maeneo matatu ya Galole kuwa maeneo ya usalama yaliyotengwa kwa miradi ya serikali kama vile chuo cha ujasusi, uwanja wa ndege na miundombinu nyingine. Stephen Odur anaripoti. Ni wiki chache tu zilizopita ambapo eneo bunge hili la Galole, kaunti ya Tana River, wakazi wa hapa walijawa na hamaki kutokana na ilani iliyotolewa na waziri wa usalama wa ndani Mheshimiwa Kipchumba Murkomen kuhusu ardhi ya Tana River, maeneo ya Masalani na Jamhuri. Kulingana na ilani hiyo, sehemu hizo zilizotengwa na serikali hazikustahili wakazi wa eneo hilo kuweza kuingia mahali pale. Basi walipigwa marufuku kuweza kuingilia ardhi ile na wakawa wamejawa na hamaki. Hata hivyo, sasa hali ya utulivu imeweza kurejea mahali hapa baada ya viongozi kujitokeza na kuingilia kati na kushauriana na Rais William Ruto, na kufikia sasa wakazi wa eneo hili wanaweza kupata uhakika kwamba ardhi ile iliyotengwa na serikali sio kiasi cha ile ardhi ambayo waliweza kuelezewa hapo awali. Tulipata nafasi ya kuzungumza na viongozi ili wakatuelezee kwa jamii hii. Tulifanya mkutano mzuri sana leo, tukawajulisha watu wetu mambo hayo na wamefurahia, lakini wameomba kwamba ile gazette notice haiambatani na ule mpaka ambao kwa tumeuona katika project hiyo. Kwa hivyo kama viongozi tutashughulikia jambo hilo. Kwa National Security Council walipitisha ijengwe hiyo miradi isaidie northern part of Kenya, Lamu, Garissa, Tana River mpaka upande wote wa coast, kwa kuginga wagaidi ambayo wanaweza tokea kule. Leo tumeenda pale tukaonyeshwa kila kitu na macho yetu, tukiwa na wazee wetu. Tulipoona ni jambo ya usalama na ni jambo ya kusaidia watu wetu. Ile sehemu imetajwa kwa gazette notice hata haikaribiani na hapo. Hii ni project ya national government. National government sio kaunti ya Garissa wala sio kaunti ya Tana River. Kwa hivyo sisi baada ya kufanya hapo tumekuwa na mkutano na tumeelewana na wakaaji ya Kilindini na eneo jirani yote ya kwamba kitu ambaye inawasumbua sana ni hiyo area ambayo wamesema kwamba ikiwa ni hiyo plot ambayo ishafungwa saa hizi, basi hilo hawana jambo lano. Kutoka kwa wakazi na viongozi wa eneo hili sasa ni kwamba serikali ikaweze kukarabati ilani ya pale awali na kuweka ndani makubaliano yaliyokuwepo kati yao na rais katika mkutano wao wa Ikulu. Stephen Odur, NTV Mashinani, kaunti ya Tana River. Asante sana Stephen Odur kutoka pale Tana River. Mtazamaji, tuelekee Bungoma, na ni kwamba wakazi wa kijiji cha Rural Mukuyuni, eneo bunge la Tongaren, kaunti ya Bungoma, wameamkia tukio la kushangaza ambapo watu wasiojulikana walimuiba ng'ombe aliyekuwa mjamzito wa mkazi mmoja na kumkatakata kisha kumtoa ndama tumboni. Baadaye walitoweka na kichwa cha ng'ombe huyo pamoja na mguu mmoja wa nyuma na mbele. Martha Nyongesa ambaye ni mwenye ng'ombe huyo pamoja na Margaret Sumba ambaye ndiye aliyempa ng'ombe huyo wamesikitikia mno tukio hilo.
Hebu tutawikie wanasema wakazi wa Tongaren kuhusiana na kisa hicho. Ni uchungu sana. Ng'ombe yangu ilikuwa karibu inazaa hii mwezi ikiendelea kuisha. Ng'ombe ilikuwa inataka kuzaa. Wametoa ndama, wameiweka kando katikati ya barabara. Wamechinja kichwa, wameenda na kichwa na miguu mbili tu na wameacha ng'ombe hapo. Hiyo kitendo imeniumiza. Nilikuwa karibu napata maziwa, nikamweka maziwa, lakini huyo mtu amenimaliza kabisa. Nimefeel uchungu sana. Usuni, nilipea wao watoto wangu hii ng'ombe, akiizae wachukua kunywa maziwa. Wenyewe hawajiwezi, ni watu wa kutafuta tu. Sasa hata huyo mtu mwenye alifanya hiyo kitendo kweli, kama Mungu anasikia malilio, apatikanie kwengine. Amewarutisha nyuma. Hakika amewarutisha nyuma sana. Hata hao watu wenye walitendea hii ng'ombe inaonekana wanawake walirepu hata hii ng'ombe. Lakini ikiwa tu Mungu aliumba pinguni, akaumba pingu, akaumba ulimwengu, akaumba kisa. Naomba tu hii ng'ombe ifanane na wale watu wenye walikuja kufanya hii kitendo. Haya, wanasema ukistajabu ya Musa basi pengine utayaona hayo ya Tongaren. Lakini mtazamaji, ulipo katika pembe yoyote nchini, unaweza kupitisha ujumbe wako hapa NTV Mashinani. Unachostahili kufanya tu ni kutumia simu yako ya smart, piga picha za video na utume hapa NTV na makao makuu ya habari za mashinani. Kisha tutakupeperushia ripoti hiyo. Nambari ziko kwenye chini ya runinga yako. Haya mtazamaji, natumai umepata hivyo vyema kabisa. Lakini kumbuka taarifa yetu kuu ambayo tulikuwa tumeipiga darubini ni kutoka maeneo ya Tongaren pale Bungoma, ambapo mtazamaji tulikuwa tuwakuambia ama tuangazia swala zima la ng'ombe mjamzito ambaye ameuawa alafu ndama akatolewa. Na naona jumbe zenu zinaendelea kumiminika pale kwenye mitandao. Tunaposoma hapo kwenye mtandao wa Facebook tunamuona Jose Mox anasema hilo ni tambiko fulani litakalofanywa kwa hiyo boma na litaathiri kila mmoja, bora awe mwanamke hata kama ni mtoto. Hapo kidogo mnapewa mafunzo. Tubei Duncan anasema they say Jesus of Tongaren, they worship idols. Tuko na Richard To anauliza wapi Jesus of Tongaren? Saidia. Haya, jumbe ni nyingi kweli pale mtandaoni mtazamaji, lakini hatuwezi tukazisoma zote, pengine tunapoendelea kumalizia. Kwa sasa nataka tumwe kidogo, lakini tuko na yajayo ambapo tunajua finance bill 2025 imetokea. Wengine wako huku wamesimama tu wamengoja tuanze kujituma, hawajasoma. Wewe umesoma finance bill wewe? Hajasoma, amengoja tu tujitume ndio wakuje ho. Na hapo baadaye tunakafunga na vijana wanauliza kama umesoma mswada wa fedha mwaka 2025. Kunani? Shukrani za dhati mtazamaji kwa kuendelea kutazama NTV Mashinani. Karibu tena, tuendelee. Wafanya biashara wa bidhaa za urembo katika kaunti ya Kericho wameiomba serikali kupitia upya sera za ushuru, wakilalamikia kupungua kwa fidia ikilinganishwa ama faida ikilinganishwa na miaka iliyopita. Wafanya biashara hao wamesema kuwa ongezeko la ushuru na gharama ya maisha vimeathiri kwa kiasi kikubwa biashara zao. Wameeleza kuwa wateja wengi haswa wanawake siku hizi wanapendelea kutumia nywele bandia badala ya kusuka nywele aina ya braids, kwani wigi hudumu kwa muda mrefu na vile ni nafuu. Huyu ni Chepkemoi anaarifu. Nimeweza kutangamana na wafanyi biashara wanaouza bidhaa za uzuri katika mji huu wa Kericho, ambapo wengi wao wanalalamikia ushuru, wakisema kwamba tukilinganisha miaka zilizopita na mwaka huu kumekuwa na changamoto si hapa. Changamoto yetu kubwa ni kununua vitu katika bei ya juu kuliko bei ya kitambo. So inabidi tukue na profit kidogo kwa sababu customers wana complain. Pia saizi hali ya maisha iko juu. Sasa kazi imekuwa chini kidogo. Saizi tunaona watu wananunua wigs sana alafu wanaitumia kwa muda mrefu. Mtu anaweza nyoa nywele alafu akitaka kukaa smart
anavaa wig, alafu hatuwezi kuuza nywele zingine ambazo zinaenda na bei rahisi na bei iliyofaa. Watu hawanunui sana kama kitambo. Hata mafuta watu wanachukua yenye si bei ya juu sana. Lakini tunashukuru kwa yoyote yenye tunapata. Serikali ilikuwa imeongeza tax kwa beauty products na imefanya kazi ikakuwa ngumu sana. Tunaomba hiyo tax reduciwe ama tupatiwe pia sisi incentives, kwa sababu kila mwanamke anataka kung'ara, so tufanye tu hiyo kazi ikuwe rahisi kwa wanawake wote. Kulingana na mambo walivyo saa hizi, tukiangalia miaka ambayo imepita na mwaka huu, saa hizi tunapata kwamba kuna upungufu sana wa wateja, simply because saa hizi watu utapata wanakimbilia kununua unga, sio kununua mambo na urembo. So tuna changamoto mingi sana, na tunaomba kwamba mambo ya ushuru yangeweza kuangaliwa. Tungekuwa pia tuna uwezo wa kupanua duka, kwa sababu unapata duka lilikuwa liko kubwa, lakini kwa saa hizi mambo venye yalivyo, duka pia limekuwa ni ndogo. So tunaomba tu serikali iangalie mambo ya ushuru, ndo pia kazi ziweze kufanikiwa na biashara ziweze kufanikiwa. Vitu za urembo ziko juu. Nywele ambayo iko chini kwa mrembo akitaka kuweka unapata itafika kama 1000, akienda kusongwa pia inahitaji atumie 1000. Sasa unaona akinyoa ni 200, alafu kila kitu imekuwa iko sawa sawa. Kidogo nikiangalia siri za urembo, nimejaribu kuangalia hizi vitu za urembo, nimeona vitu ziko juu sana. So nilikuwa najaribu kuangalia kitu yenye inaweza nisaidia at least nisikume like 3 months. So I look good and I glow. Ni changamoto ambapo wafanyabiashara hao wamesema wanapitia kutoka mji huu wa Kericho, na nikiripotia NTV Mashinani kutoka kaunti ya Kericho, langu jina ni Winnie Chepkemoi. Bila shaka wanasema penye urembo ndipo penye urimbo. Tunatumai kwamba kauli hizo zimesikika. Kumbuka bajeti itakuwa inasomwa wiki ijayo. Hivyo basi washikadau, tunatumai kwamba mmewasikia wana Kericho. Na makabiliano yaliyozuka kati ya askari wa kaunti ya Kakamega na madaktari katika lango kuu la hospitali hiyo mjini Kakamega wakati walipokuwa kiandamana kutaka serikali kutekeleza matakwa yao huenda yalichangia pakubwa na kuzaa matunda wakati serikali hiyo iliamua kuketi chini na kufanya mazungumzo nao siku iliyofuata na kusitisha mgomo wao. Mwanahabari wetu wa kanda ya Kakamega William Akosi na taarifa hii. Ni huduma ambazo zimekuwa zikiangaisha wengi wa wanaotafuta huduma za matibabu katika hospitali hii ya rufaa mjini Kakamega. Lakini hii leo, baada ya kufutilia mbali mgomo wa madaktari kutokana na maelewano ama makubaliano kati ya serikali ya kaunti ya Kakamega na muungano wa madaktari eneo hili, basi wagonjwa hao wameelezea kuweza kufurahia kutokana na huduma na pamoja na kurejeshwa kwenye shughuli za matibabu katika hospitali hii. Nimekuwa na kijana usiku saa 9 akiwa mgonjwa, nikamleta hospitalini kufikia saa 10 asubuhi, lakini amepata matibabu, ametibiwa. Kijana namleta kila ni check up yake. Alikuwa na macho, ndio tulikuwa tunaenda kliniki ya macho. We have come to an agreement of the issues that our doctors had raised, as I indicated earlier, on insurance, comprehensive insurance medical cover. We're going back to our hospitals happy. We miss our patients. Nobody can claim to love our patients more than us. And I promise to the county that we won't strike again as long as they hold their end of the bargain. Wanaotafuta huduma hizo kwenye hospitali hii wakipongeza serikali ya kaunti ya Kakamega kutokana na makubaliano na kuweza kuelewana na madaktari hao ili wao kurejea kazini. Sasa hivi tunashukuru serikali kwa sababu naona sasa hii maneno iko sawa huko ndani. Kulingana vile nilikuja jana matibabu ilikuwa mbaya, lakini kwa sasa hii iko sawa. Wakazi wamekuwa wakisumbukana, na hii ni hospitali kubwa ambayo wanaitegemea sana hapa mjini Kakamega. Tungeomba serikali wawajibike kwa majukumu ya wale madaktari wanataka kushughulikiwa. Nikiripotia NTV Mashinani nikiwa katika lango kuu la hospitali ya rufaa mjini Kakamega, jina langu ni William Akos. William Akos, asante sana kutoka kaunti hiyo ya Kakamega. Mtazamaji, tuzamie hili sasa. Mradi wa magazeti masomoni ambao unadhaminiwa na kampuni ya Nation Media Group unaendelea kutanda kote mashinani, huku wanufaika wakiendelea kusifia kutokana na manufaa yake.
Titus Ominde aliambatana na wafanyakazi wa kampuni ya NMG wakati wa hamasisho la NIE katika shule ya upili ya wasichana ya St. Peter's Eisero, Mosop, kaunti ya Nandi, na kufanya mahojiano na wanafunzi kwa walimu kuhusu mradi huo mashinani. Msaada huu wa Taifa Leo umetusaidia kwa kujenga lugha yetu kuwa lugha sanifu na pia kukuza lugha yetu ya Kiswahili na pia ya Kiingereza katika nchi yetu ya Kenya. Mradi huu umenisaidia kuweza kujua jinsi mtihani itakavyowekwa katika kidato cha 4. Pia umenisaidia kuwa na ubunifu wa kusema lugha jinsi itakavyo. Pia umenisaidia kuweza kusoma jinsi vitu vitakuja. Pia umenisaidia kujua jinsi ya kuzungumza lugha vile inafaa. Umesikia mwenyewe ya kwamba mradi huu wa magazeti masomoni ama newspapers and education unasifiwa na wengi mashinani. Today we are privileged to have the Nation Media Group who have come to launch newspapers in education, and this program is very important because it is going to help our students build the reading culture. Secondly, it is going to help them develop their talents. And thirdly, it is going to help them perform well in KCSE exams, because these newspapers have KCSE questions in all subjects. Vilevile wamesema kwamba mradi huu umewasaidia kujiandaa katika mitihani ya kitaifa, ambapo wamesifia kampuni ya magazeti ya Nation Media Group kwa kuanzisha mradi huu. Nikiripotia NTV mashinani kutoka kaunti ya Nandi, mimi ni Titus Ominde. Asante sana Titus Ominde ambaye atakuwa natukunjia jamvi hapa, lakini kabla niondoke mtazamaji, niendelee kusoma kauli mbili tatu zinazofungamana na swali letu la mtandao, ambapo tuazamia kaunti ya Bungoma palipo kisa cha ng'ombe, na William Mutinda anasema pamoja. Anasema tuko pamoja. Haya, John Karaoke anasema niko Tongaren Bakalo. Ni wapi tukio limefanyika? Kibwana Hassan anasema kweli hapo ng'ombe ameibiwa, hakuibwa. Nyakundi Dominic Obunya anasema utasikia wakisema tena ni Kisii. Sijui anamaanisha nini hapo. Kidogo mtazamaji ni kama anawaonea wa Kisii, sijui kama ni majirani maeneo yale, lakini haya ndio hizo kauli zenu mitandaoni ni nyingi tu. Nimezichambua 2-3, mengi zaidi ni hapo kesho. Kwa leo mtazamaji, niruhusu niondoke. Nimekuwa na hodha wako Cecilia wa Kesho Mathuva, lakini kabla ni kupishe ama nimpishe Nick Wambua na taarifa za NTV jioni, tumalize na gumzo kuhusu mswada wa fedha mwaka 2025. Vijana wanakuuliza sio tu wewe ila pia maafisa wa polisi, ikiwa mna habari ya yaliomo. Tukafunge jamani hadi kesho usiku mwanana. Tunajua finance bill 2025 imetokea. Wengine wako huku wamesimama tu wamengoja tuanze kujituma, hawajasoma. Wewe umesoma finance bill wewe? Hajasoma, amengoja tu tujitume ndio wakuje ho.